Nadhani ya dole kwa sifara. Nijara jana agenda pikibuni. Hata wilaya nafahamu kwamba sisi tunasubiri asomee mapato na matumizi. Mapato alafu baada na matumizi. Hii arado yongolo merina. Eranga agenda yombongera ala halali jule nijemu. Moyegiri nemdoga agoramo ayara ala liboni. Nere dawagar matala liboni adam. Nando nemegi kaga nana sidai. Nende gasengisha inu. Sema yengisha msemaro yondoroni. Ninachomwambia mwenyekiti wa kijiji athibesi upande wa mtu mmoja. Angalie maslahi ya wananchi waliomchagua ili kuepukana na migogoro ndani ya kijiji. Sasa toka nimekuja mimi sina mapato yoyote. Mchango wa 10,000 umeingia kwenye akaunti ya kata na uko kwenye kazi yake pale. Jengo linapoisha mtapewa taarifa ya kuanzia msingi ulipochimbwa mpaka mwisho wa jengo. Nichukue fursa hii kuwaambia wananchi wa kijiji cha Mtimoja, sisi ni wa mtu wa moja, sisi ni ndugu. Mahali ambapo migogoro imejitokeza, tukae pamoja, tuzungumze, tuyatatue. Hakuna zaidi yetu. Kijiji cha Mtimoja, ndugu yangu, hakina sehemu yoyote ambayo inaingiza mapato. Yaani kuna mradi sehemu zingine mradi zinakuja na chomoka mfukoni, tunatumika sisi ndio tunatumika hapa kujaribu kusofu ofisi. Hatuna sehemu yoyote ya mapato na matumizi zaidi ya kumchangisha mwananchi, na tangia nilipoingia madarakani ya awamu ya pili hatujawahi kuchangisha maendeleo yote. Oldonyo Media, habari karibu nawe. Taarifa hii mtazamaji wa Oldonyo Media inatokea kijiji cha Mtimoja, kata ya Sepeko, wilayani Monduli, hapa mkoani Arusha. Ni baada ya takribani miaka 7 kupita bila kuitishwa kwa mkutano mkuu wa kijiji kwa lengo la kusomewa mapato na matumizi kama sheria na kanuni za serikali za mitaa inavyosema. Sasa siku ya Jumatano mkutano mkuu uliketi kwa lengo mahususi hasa kuhusu ajenda hiyo, lakini hali imekuwa tofauti kutokana na migongano za hoja kati ya viongozi wa serikali ya kijiji na wananchi, hasa kuhusu mgogoro wa ardhi uliopo katika kijiji hicho cha Mtimoja. Oldonyo Media iliweka kambi tangu asubuhi katika mkutano huo bila mafanikio yoyote kutokana na kutoruhusiwa kurekodi na viongozi. Lakini mwishoni tulibahatika kupata mahojiano mafupi na wananchi pamoja na baadhi ya viongozi wa kijiji, ambapo kwa mujibu wa wananchi walikubaliana kusubiri mkutano mwingine uliopangwa kuwa tarehe 14 ya mwezi wa kwanza, Jumatano ijayo, kwa ajili ya kusomewa taarifa za mapato na matumizi, huku wakimsihi mwenyekiti wa kijiji hicho kuwa mstari wa mbele kuilinda ardhi ya Mtimoja, kwani wananchi hawapendezwe na migogoro, huku wakihusisha viongozi hao kuwa ndio bado hawana msimamo thabiti unaowaridhisha wananchi. Licha ya mkutano huo kuahirishwa, mtendaji wa kijiji amesema kuwa kwa kipindi cha sasa hakuna mapato yoyote yaliyopatikana ndani ya kijiji, hali inayosababisha kutokuwepo kwa mapato na matumizi ya kijiji. Amesisitiza kuwa changamoto hiyo imekuwa ikimlazimu wakati mwingine kutumia fedha zake binafsi kufanikisha shughuli ndogo za kiutendaji, ikiwemo kununua rimu za karatasi kwa ajili ya matumizi ya ofisi ya kijiji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kijiji hicho Ibrahim Leio amewahimiza wananchi kuendelea kwa wamoja na kudumisha mshikamano, akisisitiza kuwa licha ya changamoto zilizopo, bado kijiji kinaweza kusonga mbele endapo wananchi watashirikiana kwa pamoja. Amesema kuwa changamoto zote za mahitaji ya wananchi zitatatuliwa katika mkutano mkuu uliopangwa ya tarehe 14 ya mwezi wa kwanza mwaka huu 2026. Baada ya malumbano hayo ya siku nzima, wananchi bila kupata kile walichotarajia katika mkutano huo waliridhia kuwa kwa sababu ya muda, Jumatano ijayo ya tarehe 14 kama ambavyo walikubaliana, watakutana tena katika mkutano huo kwa ajenda moja ya kusomewa mapato na matumizi kuanzia mwaka 2019 na si vingine. Hii ni Oldonyo Media, nami ni Juliana Laiza. Moyegiri nemdoga agoramo ayara ala liboni. Nere dawagar matala liboni adam. Nando nemegi kaga nana sidai. Nende gasengisha inu. Sema yengisha msemaro yondoroni. Baba yo kunyinyi. Tane dala na nyigiri ene mijara ne gamanya. Neru wana ina gara nyi yose gala de le mara ne. Kaga mara shida mu. Rewo gurgule ne bono boro. Ne ina la nelo rangi nelo simanjiro. Ena simanjiro neri maisha ngi gwa ga na ngara ne ho yanga. Kai nito. Wale eneo Mtimoja anaomba umeme.
Nadhani haya ndio ndio tunasifara. Nijara jana agenda tikibuni. Hata wilaya nafahamu kwamba sisi tunasubiri asomee mapato na matumizi. Mapato alafu baada ya matumizi. Hii arado yongolo merina. Eranga agenda kumbongera ala halali jule nijemu. Yeye bwana aliyogo vibaya. Ndio aliyo amwe tata eneo hili. Kama baada ya kuzungumza na sisi vizuri, yeye ndio aliyo ngurugoni anga Dar es Salaam, nige mzasi yogo ndayo wewe nyambe. Wale wanaona baba hivi. Ngi gana la shauri ajo. Ine menja beru weli kole. Lobo kama rune kole sida ya buru. Lelo ira lesi. Amanda agebe agwa ira duwa oloro orungana gara duwa bilo ya sihore. Meni jederi kole. Nakala ka kuyo dikire ngiro ngoje begana. Iyo hiro. Kagere ngana hore ngibwana. Netambu olaranga ado kanyogirede. Nigi ligado kinjongo na iyo kamu. Kera kunyiga ikatanda ngeri gihore. Kitanda ngibwana nari laibwana. Nikatanda nari lolo rikahi. Nikatanda nari ya kesenter kidwa. Dango. Dekere me yodo ndeme jo no pelo ka bodo. Dego. Watu ni wale. Tunategemeana. Mtendaji sione hii nafasi ambayo imeteuliwa ya kuja kumuumiza mtu mmoja. Hapana. Onyesha nafasi ya uongozi. Onyesha udhabiti ya kuongoza wananchi. Sio kwamba unakuja unaandika mtanzali ambaye hajakubaliana na watu. Baba wagirwa asebe dira ku yaba yi kana hore to bo ngana ni ko maji. Kaga yina ikindi kwano. Genja bagari weli weli giri. Aija boy woni ngeli ngana. Wale ro ila ba beli kwale. Kera ku nyinyi ga igiri yaru ngana. Nebi yolola li gogo ri biro ngana wole meli giri. Wale ra nji be gro ndene na ga agigela yene ngira nga do mo do ni ne me yele ngona lo. Neme dije do biniro ngana ga yene. Yu do ma pende gaso bo ngana ga dwara fa gire ndali. Na ra ne do ro li ko la hala. Niki do wana njento na ma je dilia mu gro ni oi na ro ga. Iruna enta na yo muda. Kai me muda na da mu de na do lo li ga dara yu do handa ngere ni. Nera ba way boni gwana ni jogo na ra ni. Na dindi la rego lo me yelo wana ji gwana mu da. Ay genda ro na abisha ni gwana ro mo no ni o ji ga ni. Ana yelo lo se gwana ba ni. Negala umuro yo ro ngani na ilo ati kwa ni ngoro kara ma sai tiro na ilo. Aja posea. Kiyo no yeni wasomi, ndio ni moja la habari wa kukure na ruduru wa kulima na ufugaji. Watu wameuana. Karala da rungana na morda. Wale mtu mmoja ambaye migogoro na di ala habari wale migogoro ya kudai haki ya eneo ya kijiji. Kwa hiyo tunaamini kwamba tunapatana na tunaamini tunaweka sehemu zote salama. Jina naitwa Mkapa Jama, mwana kijiji cha Mtimoja. Kijiji chetu cha Mtimoja imekuwa na mkutano mkuu wa kijiji leo tarehe 7 Januari. Mkutano huo wa kijiji hajafanikiwa kwa sababu imekwamishwa na migogoro ya kijiji iliyoko ndani ya kijiji chetu cha Mtimoja, eneo la malisho. Baada ya mgogoro kukwamisha, mtendaji ameweka mkutano mkuu wa kijiji tena tarehe 14 ili mwenyekiti wa kijiji ajipange kwa kauli inayoridhisha wananchi. Nadhani tarehe 14 mwezi wa kwanza tutakuwa na mkutano mkuu wa kijiji ili kusomewa mapato na matumizi ndani ya kijiji chetu. Sisi kama wananchi wa kijiji cha Mtimoja tunachotaka sisi ni ardhi ya sehemu ya malisho iwekwe sawa na mwenyekiti wa kijiji, ambapo mpaka hadi leo hakuna kauli yoyote ya mwenyekiti wa kijiji iliyoridhisha wananchi. Na ndio maana kila kitu kinashindikana kwa sababu ya mgogoro huo, na tunaomba Mungu kwamba tufanikishe mgogoro ishe ili tuendelee na maendeleo ya kijiji chetu cha Mtimoja. Sisi kama wananchi wa Mtimoja hatupendi mgogoro ndani ya kijiji. Kinachosababisha mgogoro huu ni viongozi kutotoa kauli inayoridhisha wananchi wa kijiji cha Mtimoja. Mimi ninachomwambia mwenyekiti wa kijiji athibesi upande wa mtu mmoja. Angalie maslahi ya wananchi waliomchagua ili kuepukana na migogoro ndani ya kijiji. Nadhani toka nimekuja mimi sina mapato yoyote.
mchango wa 10,000 umeingia kwenye akaunti ya kata na uko kwenye kazi yake pale. Jengo linapoisha mtapewa taarifa ya kuanzia msingi ulipochimbwa mpaka mwisho wa jengo, na kuna kamati yake ambayo ilisimamia kuanzia msingi mpaka pale juu tulipofikia sisi. Kamati yake kwa moja hapo ni Kailas. Kwa hiyo taarifa mtapata zile 10,000 zenu mlizochanga kupitia nini? Sawa jamani? Lakini mimi sina mapato yoyote na wala sina matumizi niliyofanya. Hebu niwaulize, kuna mapato gani hapa kijijini? Tuongea tu kiubusara. Kuna mapato ndugu zangu? Sina mapato. Ofisi yenyewe naendesha sangine kwa hela yangu. Sangine naenda pale shuleni kuomba rimu. Ndio niweze kufanya nini? Kuendeleza kazi zangu. Nataka niwaambie sina mapato wala sina matumizi yoyote. Na hata mkoa naenda nikamuonyesha nikamweleza akaunti yenu na shilingi 553,500. Baba yule pale ndo mweka saini, nilimwambia baba kaangalia akaunti ni shilingi ngapi. Sawa ndugu zangu? Sasa mtasema hayo mapato mnayoyataka na matumizi ni yapi? Sawa ndugu zangu Toka nimekuja mimi sina mapato yoyote ndani ya kijiji. Kwa majina anaitwa Ibrahim Leio, mwenyekiti wa kijiji cha Mtimoja. Awali ya yote napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi hii ya kuona huu mwaka mpya. Lakini pia nichukue fursa hii kuwaambia wananchi wa kijiji cha Mtimoja, sisi ni wamtue wamoja, sisi ni ndugu. Mahali ambapo migogoro imejitokeza, tukae pamoja, tusungumze, tuyatatue. Hakuna zaidi yetu. Ndugu zangu wananchi wa kijiji cha Mtimoja, nayajua haya yote, lakini mimi sikutaka nisungumzie hayo kwa sababu yako mahali pake. Lakini mimi nataka nisungumzie kwamba ninaomba turudiane. Kama tumekoseana, tusameane, turudiane ili tuyajenge, kwa sababu kijiji chetu hakuna ambaye atakuja kutujengea, tutajenga sisi wenyewe. Na penye amani ndio kila kitu, lakini kwenye tukikosa amani kila kitu kitakosekana. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Mtimoja ninapenda ni wa rai kwa nguvu zote na kwa hekima kwamba tumeweka kikao tarehe 14 mwezi wa kwanza ili tuje tuyatatue yale changamoto ambayo tunaona haitupendezi machoni pa watu wengine na machoni pa Mungu. Nimejaribu kuzungumza sana, lakini watu walikuwa wanakataa, kwa kweli wanakataa sana. Wako vile walikuwa wanakisema kukimbilia, na niliwajaribu kuwazii. Tumewazungukia mara kwa mara na tumekaa mara nyingi sana kutatua hizi migogoro, lakini watu wamejaribu kuingilia, wakashawishi watu. Nikasema mimi sio mwisho wa sheria. Kama mtu anaona simtendee haki, aende mahali pengine. Kwa hiyo kwangu mimi moyo wangu unapenda amani sana, lakini wapo baadhi ya watu, nasema baadhi, ambao nia yao ni kugawa wananchi wa kijiji cha Mtimoja ili wasije wanafaidi nini. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi kama mwenyekiti wa kijiji cha Mtimoja na thubutu kusema sijawahi kuwa na hii issue. Imetoka mbali kwa sababu sijaifanya mimi, nimekuta imefanywa, na siwezi nikawa niambiwe mpige huyu mtu na kitu ambacho nimekuta na watu baadhi wote wanajua. Nikijifanya kwamba wakijifanya mtu yeyote aseme ajui, hamna, kila mtu anajua kwamba hilo eneo nimelikuta hao watu wanamiliki, na nikasema nisiwe mgogoro kwangu, na ndio maana nimenyamaza kimya. Watu wanafanya wanavyotaka, mimi nakuwa kimya tu. Naomba ujue kwamba mimi ni mwenyekiti ambayo napenda amani, lakini watu wakiamua kukufuruga wanakufuruga, lakini bado naendelea kwa siku kwamba tuendelee kuwa wamoja. Sisi ni wamoja, sisi ni ndugu, na sisi tutatatua wenyewe mgogoro huu. Wale wote ambao wanafuruga amani ya kijiji hiki nawajua. Yaani nikiamka usiku nawajua kwamba huyu ni mbaya, huyu ni mbaya. Ni baadhi, na kweli wamefanya ni mradi. Wanaenda usiku ili nionekane mwenyekiti, waonekane mbaya kwa sababu wana lake lao. Kwa hiyo ninawatambua na ninawafahamu. Nawafahamu kwa majina. Hata saa 6 usiku naamka nasema huyo ndio mvurugaji, kwa sababu hii ni jambo dogo. Tusingeshindwa kuzungumza kama wananchi wa kijiji kimoja, lakini hakuna kitu kibaya kama wazee wakiharibika. Yaani hamna kijiji kibaya
kama wazee wakiharibiwa, kwa sababu wazee ndio tunawategemea, hamna zaidi ya wazee. Wazee ni dawa. Lakini sasa ukiona wazee ndio wanahangaika kutugawa, tutapona kweli ndugu yangu? Kwa hiyo nimejaribu vya kutosha na naendelea kujaribu vya kutosha. Mimi tumepanga kwamba tarehe 14 tutakuwa na mkutano mkuu. Na leo mtendaji wangu amewasomea mapato kwamba sina mapato yote ninayowasomea, kwa sababu tangia alipoingia hamna hela yote ambayo tumewachangisha wananchi. Hela ambayo tulichangisha 10,000 iko kwenye mradi wa kituo cha afya, na anasubiri siku hiyo ikimalizika ndo makabrashi yote tutawajulisha kwamba ndo hii. Lakini nikipokea nikisema waturudishe nyuma, ambayo wanahisi kuna mapato ambayo na matumizi ambayo mtendaji aliyopo wanataka kusema ndo tunadai hiyo hela. Hiyo swala tulipeleka sehemu husika. Kwa hiyo wilayani wanajua na wanafanyia kazi. Kwa hiyo mimi hatuna zaidi ya kupatana, kwa sababu mimi najua kitu chochote ambacho iko nyuma hii mgogoro ya mapato ni mgogoro, kwa sababu wote wanajua kwamba hatuna kitu ambacho tumewalipisha. Kitu ambacho nilipoingia madarakani mimi nilikuta deni la milioni 2.3 ambayo mtendaji mmoja alichukua, alienda nayo, na niliwaomba wazee wangu wakachanga, tukalipa deni ya Nanja Sekondari. Hatujaona tena maneno mengine. Lakini leo kwa hili tumetimiza maagizo ya DC, alisema wasomeeni, na mtendaji wangu aliwasomea. Kama wanao mengine wanasema wao wanataka ya mwaka 2020, basi tutakuja tutazungumza. Kijiji cha Mti Mmoja ndugu yangu hakina sehemu yoyote ambayo inaingiza mapato. Yaani kuna miradi sehemu zingine, miradi zinakuja na chomoka mfukoni, tunatumika sisi, ndio tunatumika hapa kujaribu kusofu ofisi. Hatuna sehemu yoyote ya mapato na matumizi zaidi ya kumchangisha mwananchi, na tangia nilipoingia madarakani ya awamu ya pili hatujawahi kuchangisha maendeleo yote, hatujawahi kuchangisha mchango wote wa maendeleo. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu kijiji chetu kina maendeleo, kina neema. Bomba unaona, kituo cha afya unaona, lakini migogoro ambayo watu wanakusa